Tahadhari kwa wanaojenga. Si kila wakosoaji wa kazi za wengine ni wataalamu bora. Moja ya mambo yanayoongezeka kwa kasi katika sekta ya ujenzi siku hizi ni tabia ya baadhi ya mafundi kujikita zaidi katika kukosoa kazi zilizofanywa na wenzao waliowatangulia, hata pale ambapo kazi hizo zina makosa madogo yanayoweza kurekebishwa kwa urahisi au hazina kasoro za msingi kabisa. Mara nyingi lengo si kuboresha kazi, bali ni kumshawishi mteja abomoe kazi iliyopo ili waanze upya na kupata kazi mpya. Hii ni tahadhari muhimu sana kwako kama mteja. Kumbuka, wateja wengi hawana taaluma ya ujenzi, hivyo ni rahisi kuvutiwa na maelezo makali na ya kujiamini kutoka kwa fundi anayekosoa kazi ya mwingine. Matokeo yake, baadhi ya wateja wamejikuta wakipata hasara kubwa kwa kufanya maamuzi ya haraka bila kupata ushauri wa kutosha. Hasara hizo ni pamoja na kubomoa sehemu ambazo hazikuhitaji kabisa, yaani kubomoa sehemu ambazo hazikuhitaji kubomolewa kabisa, kuanza upya kazi zilizokuwa bado zinakubalika kitaalamu, kupoteza fedha nyingi bila sababu za msingi, kuchelewa kukamilika miradi yao ya ujenzi. Je, unapaswa kufanya nini kama mteja? Uliza sababu za mabadiliko yanayopendekezwa. Mtaalamu wa kweli ataeleza kwa kina sababu ya kiusalama, kiufundi au za kuboresha muonekano wa jengo. Ikiwa maelezo haya msingi wa kitaalamu, kuwa makini. Hapa nirudi kidogo. Ikiwa maelezo hayana msingi wa kitaalamu, yani hapo ndio unapotakiwa uwe makini, kuwa makini. Epuka maamuzi ya haraka ya kubomoa kazi. Si kila kasoro inahitaji ubomoaji. Wakati mwingine marekebisho madogo yanaweza kutatua tatizo kwa gharama ndogo zaidi. Tafuta ushauri wa pili, second opinion, kabla ya kufanya uamuzi mkubwa wa kubomoa au kurudi kazi. Kabla ya kufanya uamuzi mkubwa wa kubomoa au kurudia kazi, pata maoni ya mtaalamu mwingine mwenye uzoefu. Tambua tofauti kati ya mtaalamu na mtu anayetafuta kazi kwa njia ya hila. Wapo wanaotengeneza picha za kwamba kila kitu ni kibaya ili wapate kazi ya kurekebisha. Usikubali kuingia kwenye mtego huo. Angalia kazi za awali. Angalia kazi alizowahi kufanya fundi huyo. Usiamini maneno pekee. Omba kuona miradi yake iliyopita. Kazi zake ndizo zitakazoonyesha uwezo wake halisi. Mjenzi wa Nyumba TZ, tumekuwa tukitoa elimu za ujenzi kwa wananchi ili kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi na kuepuka hasara zisizo za lazima katika miradi yao. Pia tunatoa huduma hizi. Tunachora ramani za nyumba za kawaida. Tunachora ramani ya nyumba za gorofa. Tunachora ramani za guest house. Tuna michoro ya structure. BOQ ikimaanisha makadirio ya gharama za ujenzi. Pia ushauri na usimamizi wa ujenzi. Tunahakikisha unalinda pesa yako na pia unalinda ndoto ya nyumba yako. Usikubali kushawishiwa na maneno matamu bila ushahidi wa kazi. Ili uweze kupata hizo huduma nilizokutajia kama kwa mahitaji ya ramani ya nyumba za aina zote, wasiliana na mimi kwa simu namba 07 12 93 70 90. WhatsApp ni 07 65 93 70 90. Pia unaweza kutumia njia ya email ambao ni info@mjenziwanyumbatz.com. Mjenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Pia usisahau ninauza kitabu kinaitwa Usiyoyajua kuhusu ujenzi. Ganda lake ni hilo hapo. Wasiliana na mimi kwa namba hizo nilokutajia na hizo unazoenda kuziona hapa chini ili niweze kukuzia ikiwa ni soft copy, kitakufikia mahali popote ulipo duniani. Utajifunza mambo yote yanayohusiana na ujenzi wa nyumba. Asante sana.